Katika nchi ya amani, Geneva ya Afrika, vurugu zilitokea. Watu walikufa. Hakuna aliyeamini. Vurugu zilitawala. Makanisa na misikiti vyote vilifungwa. Watumishi wa Mungu walijificha kunusuru maisha yao. Watu walitafuta kimbilio la kiimani, wakalikosa. Ndipo walipoamua kurejea katika jadi, asili, nguvu ya Mwafrika. Pamoja na hatari iliyokuwapo, waganga na wachawi hawakufunga vilinge vyao. Nyungu zilipigwa, matambiko yalifanyika, hirizi zilisukwa. Katika mwanga, giza kiliungana na giza, ukatoka mwanga. Watu walikimbilia kwa mganga mkuu na mchawi saizi ya kati awasaidie. Walitaka amani kwa gharama yoyote. Watu walikusanyika kwa mganga wakimuomba, huku wakilia awasaidie kurejesha amani. Mganga mkuu na mchawi saizi ya kati aliomba simu ili aweze kuoneshwa kinachoendelea. Akajibiwa kwamba huwezi kuona kinachoendelea, mtandao umezimwa. Mganga mkuu akaona isiwe shida, akawasha TV ya asilia na wote wakashuhudia yaliyokuwa yakitokea. Wakati wakiendelea kutazama, mwingine aliona mama yake akidondoka, mjomba akikimbia, mke akijificha. Ilikuwa hatari. Basi mganga baada ya kuona hali ile na watu wakimuomba amani, kwa sababu wamekwenda makanisani wamekuta yamefungwa, wamekwenda misikitini misikiti imefungwa, hawakuwa na kimbilio jingine isipokuwa kurejea katika jadi, kurejea katika asili, kule ambako giza liliungana na giza ukatoka mwanga. Mganga akawajibu, jambo hilo ni gumu sana kurejesha amani kulingana na hali alivyoiona, lakini akasema linawezekana. Hata hivyo akaomba apewe simu aweze kuwasiliana na wenzake ili waje kuongeza nguvu. Aliwasiliana na wenzake na punde si punde ungo mkubwa ulitua ukiwa umebeba waganga na wachawi. Dereva alikuwa mchawi mkongwe, mchawi mzoefu. Dereva aliitwa Bibi Mwana Yahula. Ndani ya ungo huo alitua mganga na manju Inaga Mliambelele. Alitua mganga na manju Madebe Jinasa. Alitua mganga mzito Mbeshi Jani Halawa. Lakini alitua mwanamuziki Limburu Chagula na mwenzake Maikusai. Ungo ulionekana kuwa na moshi mwingi. Kumbe ungo ule wakati wanakuja ulipigwa na kombola, ulipigwa na bomu la machozi, kwa sababu askari walikuwa wakituliza ghasia. Basi ungo, bomu la machozi lilipigwa juu, likaenda likautandika ungo. Lakini kwa sababu ya udereva mahiri uliotukuka wa rubani wa ungo Mwana Yahula, rubani huyu, tusimuite dereva, tumuite rubani. Rubani Mwana Yahula, bibi huyu mkongwe ambaye ameanza uchawi akiwa tangu mtoto mdogo, aliweza kukiendesha chombo ili hadi kimepigwa bomu la machozi na kikatua salama. Walipofika watu hawa niliokutajia, ambao mganga mkuu na mchawi saizi ya kati alitaka waje ili waongeze nguvu, walianza kazi mara moja. Mara tu walipotua, Limburu Chagula na Maikusai walianza kuimba ili kuweza kufurahisha misimu. Walianza kuimba ili kuweza kufurahisha mizimu na kuwatoa hofu wananchi. Walisikika wakiimba, zeze likapigwa, wananchi wakapoa kidogo. Basi mambo ya kimila yalianza kufanyika haraka
mganga mkuu na mchawi saizi ya kati akafanya dawa, lakini akawaambia wananchi waliokusanyika ambao walikuwa wakidai amani, akawaambia lazima kwanza tumuulize baba wa taifa tupate maoni yake, anasemaje kuhusu jambo hili. Hatuwezi tu kuingilia mambo haya, hili jambo zito halijawahi kutokea. Basi mganga mkuu na mchawi saizi ya kati akaanza kufanya mikakati ya kuweza kumrejesha baba wa taifa. Kumbuka baba wa taifa amefariki, lakini mganga mkuu na mchawi saizi ya kati alikuwa na elimu na teknolojia ya kuweza kuongea na aliyekufa. Basi vililetwa vitendea kazi ili mganga mkuu na mchawi saizi ya kati aweze kuongea na baba wa taifa hilo, aweze kumuuliza haya yanaendelea namna gani. Uliletwa mchele, ililetwa pombe, lililetwa beseni lenye maji, lakini lililetwa boga moja. Pombe ilitumika kumhamisha mawimbi. Mganga mkuu na mchawi saizi ya kati alikunywa pombe majagi 4, akalewa chakali, akawa amehama mawimbi. Beseni lenye maji lilitumika kutuliza mawimbi na kuhakikisha channel inaonyesha vizuri. Beseni lenye maji linafanya kazi kama dishi la kisimbuzi. Kwa hiyo beseni lenye maji lenyewe lilitumika kuhakikisha mtandao wa kiulimwengu unakamata vyema. Boga lilitumika kama antena, ama tuseme boga ndio mtandao wenyewe. Boga ilikuwa ndio network yenyewe, ndio internet yenyewe, ndio fiber. Ukitaka kuuzima mtandao, kumbuka mtandao wa kidunia, mtandao wa kisayansi wote ulikuwa umezimwa, lakini mtandao wa asili ulikuwa bado hewani. Ukitaka kuuzima mtandao wa asili unatakiwa uchome moto maboga yote, kwa sababu ndio internet. Sasa ni jambo ambalo sio rahisi. Ili kuweza kuonana na baba wa taifa hilo, mziki wenye mapigo ya 520 Hz ulipigwa. Maikusai na Limbu Luchagula walifanya kazi hiyo. Mapigo 520 Hz yalikuwa yanafanya kazi ya kuondolea msongo wa mawazo na kufanya matatizo yote ya kisaikolojia yaweze kuondoka. Lakini pia palipigwa mziki wenye mapigo 825 Hz. Huu ulifanya kazi ya kuamsha jicho la tatu, pineal gland kwa jina la kitaalamu. Basi baada ya mganga kuwa amepata vitendea kazi hivyo, alisimama na watu wote wakawa wakishuhudia. Kunywa pombe majagi yake 4 kawa vizuri, kaweka beseni la maji pale, akatikisa kidogo boga, halafu akamuita baba wa taifa lao. Taifa, yo! Baba wa taifa alitokea. Baba wa taifa akatokea. Alitokea akiwa kakasirika, haongei. Akanyosha fimbo yake baba wa taifa na kutaka kumpiga nayo mganga mkuu na mchawi saizi ya kati. Mganga mkuu akafumba macho yake akisema, tuambie baba, tufanyeje? Baba wa taifa lao alikaa kimya. Alikaa kimya kwa muda mrefu. Alikaa kimya. Hakuongea. Kimya kikatawala. Basi wananchi wakiwa wamekata tamaa, baba wa taifa lao akiwaangalia tu, hasemi jambo, hawaambii wafanye nini. Lakini jambo jema likatokea. Sauti ya baba wa taifa ikasikika. Amani! Rejesheni amani! Nchi yetu ni kisiwa cha amani. Waganga na wachawi, fanyeni kazi yenu. Kisha baba wa taifa akapotea. Basi wakiwa wamepewa maelekezo na mganga mkuu na mchawi saizi ya kati akiwa amejiridhisha, aliondoka na wananchi, akiondoka na wenzake, akina Mbeshi Jane Halawa, akina Inaga Mliambelele, akina Maikusai, akina Limbu Luchagula, akina nani wengine wote waliokuwepo, waganga wakubwa kabisa, akina Madebe Jinasa, wote akaondoka nao, akaenda nao mtoni pamoja na wananchi wakishuhudia. Mganga mkuu na mchawi saizi ya kati
alizama ndani ya maji ya mto akishuhudiwa na wananchi. Aliwaambia anachukua dawa, muda mfupi tu natoka ili tutengeneze dawa tuweze kupata amani. Alizama ndani ya maji ya mto. Siku nzima walimsubiri hakutoka. Siku ya pili walimsubiri hakutoka. Siku ya tatu hakutoka. Siku ya 4 hakutoka. Siku ya 5 wakadhani pengine mganga mkuu na mchawi saizi ya kati amepoteza maisha. Wakahisi hivyo kwamba pengine labda amepoteza maisha. Wakaanza kuwa na wasiwasi. Nakumbuka hali kazidi kuwa mbaya. Machafuko yakaongezeka, ambapo sasa machafuko yalipoteza dira. Yalionekana kuwa machafuko ya kumtetea mnyonge yakaonekana sasa yanapoteza dira. Kijana anayemvamia mama anayeuza mchicha kwa mtaji wa shilingi 5,000 anamtetea mtu huyu ama anamrudisha nyuma? Basi wakaanza kuomba amani. Hawaelewi sasa jambo gani hili linatokea. Ni kweli tunataka kukomboa ama tunataka kuumizana? Siku ya 5 wakataka kufanya jambo jingine, lakini wakasema hebu tusubiri siku ya 6 tuone. Siku ya 6 ilipofika, mganga mkuu na mchawi saizi ya kati aliibuka kutoka maji ya mto. Mkononi aliibuka akiwa ameshika dawa nyeupe. Alikuwa na dawa mkono wa kushoto na mkono wa kulia. Hakuongea na mtu yoyote na wote walimpisha. Alitazama kaskazini, akamwaga dawa yake, kisha akasema, kaskazini, amani. Kisha akatazama kusini, akamwaga dawa. Kusini, amani. Kisha akatazama mashariki, akamwaga dawa. Mashariki, amani. Alipotazama magharibi, akasema, magharibi, amani. Kisha akiwatazama wananchi na wao wakimtazama yeye, ikasikika sauti ya mwananchi aliyekuwa akishangilia, mtandao umerudi. Watu wakamuuliza, angalia taarifa wanasemaje huko? Kwa taarifa tena iliyosikika kwa sauti kubwa, taarifa kutoka simu ambayo sasa ilikamata mtandao uliorejea, ilisema, tunawapa pole familia zilizofikwa na maafa. Hali ya amani imerejea. Watu wote wanaombwa kurejea katika kazi zao za kila siku. Watu wakashangilia. Aliyefahamu kwamba amani ilirejeshwa na mganga mkuu na mchawi saizi ya kati ni wanakijiji peke yao. Amani karudi. Watu wote wakafaidi matunda ya amani. Walisikika wakisema, hakuna amani mbaya na hakuna vita nzuri. Asanteni.